Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone na comment vile vile una partage. Tunakukaribisha kukaribia katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo ili ujue nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Basi kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News tutakufahamisha nini kinachoendelea kujiri huko mashariki mwa DRC na pembe zote za dunia. Unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuona kwenye screen yako kwenye video, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Karibu. Tuanze na habari kutoka mkoani Kivu Kusini, ambako hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya makundi ya waasi yanayohusishwa na muungano wa Twirwaneho wa Minembwe ya Red Tabara na FCM23 kudai kuchukua udhibiti wa maeneo ya Kimete na Kibanja. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, tukio hilo limetokea Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026 baada ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na makundi ya wazalendo kufanya kile kinachoelezwa kuwa ni kujiondoa kimkakati katika baadhi ya maeneo ya nyanda za juu za Fizi. Kujiondoa huko kumewapa nafasi kwa waasi wa Twirwaneho Red Tabara na FCM23 kuingia na kuweka udhibiti wao katika eneo la Kimete na Kibanja. Maeneo haya yako katika ukanda ambao kwa muda mrefu umekuwa ukikumbwa na mapigano kati ya makundi yenye silaha, huku wakazi wakikabiliwa na hofu na sintofahamu kuhusu usalama wao. Taarifa za kijeshi zimesema kuwa wakati wa mashambulizi hayo waasi walitumia ndege isiyo na rubani maarufu kama droni katika kulenga maeneo mbalimbali. Vyanzo hivyo vinadai kwamba baadhi ya maeneo yaliyolengwa yalikuwa na mkusanyiko wa raia, jambo ambalo linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa watu wasiokuwa na hatia ambao hawahusiki moja kwa moja na mapigano. Hata hivyo, katika hali kama hii, taarifa kutoka eneo la mapigano zinaweza kubadilika kwa haraka na madai ya kila upande yanahitaji kuthibitishwa kwa vyanzo uhuru kabla ya kuchukuliwa kama ukweli wa mwisho. Kwa upande mwingine, vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa kujiondoa kwa FARDC na wazalendo hakumaanishi kuachwa kabisa kwa eneo hizo. Kinaelezwa kama hatua ya kimkakati, huku maandalizi ya mashambulizi ya kurejesha udhibiti wa Kimete na Kibanja yakidaiwa kuwa yanaendelea. Iwapo mashambulizi hayo ya kujibu yatafanyika, eneo la Fizi linaweza kushuhudia tena mapigano makali, hali ambayo inaweza kuongeza hatari kwa raia na kusababisha ongezeko la watu wanaoendelea kukimbia makazi yao. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwenye hatua zitakazochukuliwa na FARDC na wazalendo pamoja na uwezo wao wa kutekeleza mashambulizi ya kurejesha maeneo yaliyopotea. Kwa wakazi wa nyanda za juu za Fizi, changamoto kubwa inaendelea kuwa usalama wa maisha na mali zao pamoja na mazingira ambayo udhibiti wa maeneo unaweza kubadilika kwa kasi kutokana na mapigano. Hiyo ndiyo ilikuwa habari kutoka Kimete na Kibanja, ambalo inaonyesha kwa mara nyingine kwamba hali ya usalama katika nyanda za juu za Fizi bado ni mbaya, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha yakiendelea kuwa tishio kubwa kwa raia ambao wanaendelea kuishi maisha ya vita ambayo haiwahusu moja kwa moja. Tuendelee na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakati wetu wa kuhusisha makundi mbalimbali katika mazungumzo ya kitaifa ukiendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kinshasa imesitiza msimamo wake kuhusu uwezekano wa FCM23 kushiriki katika mchakato huu. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya Katemwe, amesema waasi wa FCM23 hawawezi kushirikishwa katika kile kinachoelezwa kuwa ni mazungumzo ya ndani ya kitaifa. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, swala linalohusu FCM23 tayari limefanyiwa kazi kupitia mchakato wa mazungumzo unaoendelea huko mjini Doha, Qatar, chini ya usimamizi wa nchi hiyo. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mjadala kuhusu mazungumzo ya kitaifa ukiendelea kupata nguvu katika mazingira ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuwaleta pamoja wadau wa ndani na kwa lengo la kutafuta msimamo wa pamoja kuhusu changamoto zinazolikabili taifa, hasa hali ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, Patrick Muyaya alieleza kuwa kuna tofauti kati ya michakato ya diplomasia inayolenga kumaliza mzozo ya mashariki na mazungumzo ya ndani yanayolenga
unaolenga kuwaunganisha wananchi wa Kongo. Kwa mujibu wa msemaji huyo, kuna mchakato miwili muhimu ya kidiplomasia ambayo ni mchakato wa Washington na yule wa Doha. Patrick Muyaya alieleza kwamba makubaliano ya Washington yanahusisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, huku mchakato wa Doha ukihusisha Kinshasa na M23. Alisema makubaliano ya Doha yana kipaumbele kadhaa, ikiwemo masuala ya kuachiliwa kwa wafungwa na utekelezaji wa usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaona mazungumzo ya kitaifa kama mchakato tofauti kabisa. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, lengo lake si kuchukua nafasi ya mazungumzo ya Washington au Doha, bali ni kukusanya wakongomani ndani ya nchi ili kujenga msimamo wa pamoja mbele ya changamoto za usalama. Kwa upande wa Kinshasa, mchakato wa Washington na Doha unapaswa kutoa majibu ya diplomasia na kiusalama kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Wakati huo huo, mazungumzo ya kitaifa yanapaswa kulenga mshikamano wa ndani na kuhusisha nguvu mbalimbali za kisiasa na kijamii za Kongo. Msimamo huu wa serikali unakuja wakati wito wa mazungumzo yenye ushirikishwaji mpana ukiendelea kutolewa na wadau mbalimbali wa kisiasa na kijamii. Hata hivyo, swala kubwa linalobaki ni namna mazungumzo ya kitaifa yatakavyoweza kuchangia katika kutafuta suluhisho la kudumu na mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC bila kuingiliana na mchakato ya Washington na Doha. Kwa sasa serikali ya Kinshasa inaendelea kusisitiza kwamba M23 ina njia yake ya mazungumzo kupitia mchakato wa Doha, wakati mazungumzo ya kitaifa yanakusudiwa kuwa jukwaa la ndani unaowaunganisha wa Kongo katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili taifa lao. Twende na habari kutoka mkoani Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama inaendelea kuleta wasiwasi katika mji wa Sake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kugunduliwa kwa mwili mwingine wa mtu aliyefariki katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi. Taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kwamba ugunduzi huo umeongeza hofu miongoni mwa wananchi ambao kwa miezi kadhaa sasa wamekuwa wakilalamikia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu katika mji huo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, mwili huo umepatikana katika kipindi ambacho wakazi wa Sake wanaendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama. Hata hivyo, hadi sasa haijafahamika rasmi sababu ya kifo cha mtu huyo wala watu waliohusika na tukio hilo. Wananchi wanataka mamlaka zinazohusika na usalama kuimarisha ulinzi na kuchunguza matukio kama haya ili kubaini chanzo cha kuongezeka kwa uhalifu na kuwachukulia hatua wale wote watakaobainika kuhusika. Mji wa Sake kwa sasa uko chini ya udhibiti wa muungano wa M23 RDF kulingana na taarifa iliyotolewa kuhusu hali ya eneo hilo. Mazingira haya ya kiusalama yanafanya swala la ulinzi wa raia kuwa jambo linalofuatiliwa kwa karibu. Ugunduzi wa mwili mwingine unaibua tena mjadala kuhusu usalama wa wakazi wa Sake, huku wananchi wakitaka hatua madhubuti zichukuliwe kuzuia matukio kama hayo ya uhalifu yasijirudie. Kwa sasa uchunguzi na taarifa zaidi kutoka mamlaka zinazohusika zinahitajika ili kufahamu kikamilifu mazingira ya kifo cha mtu huyo pamoja na kubaini iwapo tukio hilo linahusiana na wimbi la uhalifu ambalo wakazi wa Sake wamekuwa wakikabiliwa katika kipindi cha miezi kadhaa sasa au katika miezi za hivi karibuni. Hii ni hali nyingine inayoongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Sake, wakati usalama katika eneo hilo ikiendelea kuwa changamoto kubwa kwa wananchi. Hizi ni habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako habari kutoka eneo la Bafuna katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya kufuatia mapigano mapya yaliyotokea kati ya makundi mawili ya wazalendo ya kundi la Uhuru ya DRC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, mapigano hayo yalizuka siku ya Jumanne tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika kijiji cha Kilambu. Wapiganaji waliokuwa chini ya uongozi wa kamanda anayejulikana kwa jina la Kayungu walihusika katika makabiliano hayo, ambako milio ya risasi iliendelea kusikika kwa muda mrefu katika eneo hilo. Hadi sasa sababu halisi kilichochochea mapigano hayo bado hazijafahamika, na mazingira yaliyosababisha pande zote mbili kuingia vitani yanaendelea kuchunguzwa. Hata hivyo, tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao tayari walikuwa wameathiriwa na migogoro ya mara kwa mara. Si mara ya kwanza kutokea kwa mapigano ya aina hiyo katika eneo la Walikali. Wiki chache zilizopita makundi mengine ya wazalendo yanayoongozwa na Mashite Kashira na Mushunganya Zidane yalipigana katika kijiji cha Batakirwa.
Makabiliano hayo yaliwalazimu mamia wananchi kukimbia makazi yao na kujificha porini wakihofia usalama wao. Kutokana na mapigano mapya ya Kilambo, wananchi wengi walikimbia hapo awali bado hawawezi kurejea manyumbani. Hali hiyo imeendelea kuzorotesha maisha ya kawaida, huku familia nyingi zikiendelea kuishi katika mazingira magumu bila huduma za msingi. Athari nyingine kubwa ni kusimamishwa kabisa kwa usafiri kwenye barabara ya Ntoto kuelekea Ngora. Barabara hiyo ni muhimu kwa usafirishaji wa watu na bidhaa, lakini kwa sasa imefungwa kutokana na hali ya kutokuwa na usalama. Kusimamishwa kwa shughuli za usafiri kunatarajiwa kuathiri biashara, upatikanaji wa bidhaa muhimu na huduma kwa wananchi wa maeneo hayo. Mkuu wa kundi la Bafuna Mwami Mongi Lufuno Espoir amethibitisha kuwepo kwa mapigano hayo na kutoa wito kwa mamlaka ya serikali kuchukua hatua za haraka. Ameomba jeshi la FARDC kupelekwa katika eneo hilo ili kurejesha usalama na kuzuia mapigano kuendelea. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa kimila, kurejea kwa utulivu ni jambo muhimu ili wananchi waliokimbia makazi yao waweze kurudia manyumbani kwao. Amesema leo usalama inapaswa kuimarishwa mapema ili watoto waweze kujiandaa kwa utulivu kuelekea misimu mapya ya masomo unaokaribia. Kwa sasa hali katika eneo la Kilambo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na viongozi wa eneo hilo pamoja na wananchi, huku wengi wakisubiri hatua za serikali zitakazosaidia kurejesha amani na kuwalinda raia dhidi ya madhara mapigano ya ndani. Hiyo ndiyo mwisho ya habari yetu kutoka huko Kilambo mkoani Kivu Kaskazini katika eneo la Walikale. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati ambako tunaarifiwa jioni hii kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limesema kuwa leo limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege 3 za kivita chapa F-35 ikiwa ni hatua ya kujibu shambulizi kubwa la Marekani dhidi ya Iran lililofanyika mapema leo asubuhi. Grace Kabogo anaarifu zaidi. Taarifa iliyotolewa na kikosi cha IRGC imeeleza kuwa mapema alfajiri Marekani ilifanya shambulizi la anga dhidi ya Iran kwa kutumia kambi zake za kijeshi ambalo lilishambulia nyumba 2 katika kisiwa cha Keshem nchini Iran na kuwaua watu 3 wa familia moja akiwemo mtoto na kuwajeruhi watoto wengine 2. Taarifa hiyo imeeleza kuwa leo asubuhi kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran kilirusha makombora kadhaa yaliyolenga njia za kurukia na kutoa ndege pamoja na hanga za matengenezo ya ndege za kivita za Marekani chapa F-35 katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Azraq, Jordan. Kulingana na IRGC, ndege hizo 3 ziliteketezwa kabisa na 3 nyingine zimeharibiwa vibaya. Shambulizi hilo pia limesababisha vifo vya maafisa kadhaa wa jeshi la Marekani, wahandisi pamoja na mafundi mitambo. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon haikutoa mara moja maelezo kuhusu shambulizi baada ya kuombwa kufanya hivyo. Katika hatua nyingine, wachambuzi wanasema kuwa shambulizi la droni kwenye bandari ya Damietta nchini Misri linaweza kuwa linapeleka ujumbe wa hatari kubwa kwa maslahi ya Marekani kote Mashariki ya Kati. Meli ya kuhifadhia gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani imeshambuliwa katika shambulizi la kwanza kufanywa dhidi ya Misri tangu kuzuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Huku haya yakijiri, Iran huenda ikapokea shehena ya makombora 400 ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka China katika wiki zijazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ambalo limevinukuu vyanzo vitatu vinavyofahamu kuhusu makubaliano hayo, mpango huo unahusisha ununuzi wa mifumo ya kujikinga na mashambulizi ya anga chapa Manpads kati ya 300 hadi 400, ikiwemo makombora aina ya QW-12 na FN-16 yaliyotengenezwa nchini China kwa thamani ya dola milioni 60 hadi 70 za Marekani. Reuters imeuelezea mpango huo kuwa ni moja ya juhudi kubwa zaidi zinazojulikana za Iran za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi wa anga, eneo ambalo udhaifu wake umeonekana wazi tangu kuzuka kwa vita kati yake na Marekani na Israel. Wizara ya Ulinzi ya China imeelezea ripoti ya Reuters isiyo na msingi wowote wa ukweli na kusisitiza kwamba Beijing imekuwa ikichukua hatua kwa uthabiti katika kuhimiza amani na kumalizika kwa mzozo huo. Alipoulizwa kuhusu mpango huo katika mkutano na waandishi wa habari hii leo,
Mjini Beijing, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China pia alisisitiza kwamba hafahamu kuhusu suala hilo. Wakati huo huo, Iran imesema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz yanaendelea. Na tukiachana na mzozo huo unaoendelea huko Mashariki ya Kati, tunaelekea sasa huko Afrika Mashariki ambako tumearifiwa hii leo kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi baada ya kudondoka na kuzirai akiwa kizimbani siku ya jana. Taarifa zaidi ni kutoka kwa Josephat Charo. Kulingana na mke wake mhandisi Winnie Byanyima kupitia ukurasa wake wa X, wakati Besigye alipokuwa akipaza sauti akipinga kutotendewa haki na Jaji Emmanuel Baguma katika kesi inayomkabili, aliishiwa na nguvu na kudondoka. Maafisa wa magereza walimkimbiza katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago ambako hadi sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari akiwa hanafahamu. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lulume Bayiga amesema serikali itawajibika. How can you refuse to listen to a man representing? Unawezaje kukataa kumsikiliza mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani? Unashindwaje kutoa jibu kuhusu masuala ya kikatiba ambayo mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani ameyaibua? Umma ulishuhudia kisa cha Besigye mitandaoni kuanzia alipoanza kumkemea jaji kwa kufanya kila hila ili amhukumu kifo. Besigye alianza kutoa matamshi hayo wakati mmoja kati ya mashahidi raia wa Marekani alipokuwa akitoa ushahidi kuhusu jinsi Besigye na wenzake walipokuwa wakipanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Museveni. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lumule Bayiga anasema ni hisia ya aibu kubwa kwa Jaji Baguma kwamba baada ya kumlazimisha Besigye kusikiliza jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, kote imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, kote imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo alijivuta taratibu kuondoka mahakamani bila kutoa tamko lolote, jambo ambalo liliwashangaza wengi, wakihoji kama jaji huyo amekosa utu kumshuhudia mshtakiwa akidondoka kizimbani. Haya ni hayo ambayo yanaendelea huko nchini Uganda. Na huko Tanzania, vyama vya siasa vimesema haviwezi kusherehekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kuwa kuanzia sasa liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa ilikuwa batili na ilikwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. George Njogopa ametuarifu zaidi. Jeshi la polisi lilitangaza tu hapo jana kwamba hali ya nchi ni shwari na kwamba vyama vinavyotaka kufanya mikutano vyaanza kupeleka taarifa zake kwa jeshi hilo. Msemaji wa jeshi hilo David Misime alitoa taarifa hiyo ikiwa ni saa chache baada ya waziri wa mambo ya ndani kueleza kwamba Tanzania ilikuwa haikabiliwi na tishio lolote la kigaidi. Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano, hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya. Tangazo la polisi linaonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji mkubwa na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya katiba. Vinasema mikutano hadhara pamoja na mikusanyiko ya watu ni miongoni mwa mambo yaliyobainishwa bayana ndani ya katiba na kwamba hatua yoyote inayokwenda kinyume chake ni uvunjifu wa katiba yenyewe.
Alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara Isiaka Mchinjita alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Alisema jambo hilo mbali ya kuzuia ukakasi, lakini pia linashindwa kutoa uwiano kuhusu mipaka ya utendaji wa serikali na muhimili wa bunge. Alisisitiza iwapo chama hicho kitaanza tena shughuli zake za mikutano, moja ajenda itayopelekwa kwa wananchi ni ile inahusu kubinywa kwa uhuru wa maoni. Lakini moja kati ya mambo ambayo tutaweka wazi kwa raia ni kwamba huu ni mwendelezo wa kuminywa kwa haki za kiraia, jambo ambalo linahitaji bado wananchi kushikamana kuhakikisha kwamba haki zao za kiraia haiwi ni jambo jepesi kutwaliwa na mtu yeyote kwa maslahi yake. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambacho katika mikutano yake iliyokuwa ikiendelea ilibeba ajenda ya katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu, kimesema kina sababu ya kusherehekea tangazo hilo la polisi. Kinasema uamuzi wa waziri kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ulikuwa ni batili na hivyo hakiwezi kukaribisha tangazo la jeshi la polisi. John Kitoko ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya nje wa chama hicho anasema mamlaka za dola zinapaswa kuheshimu utawala wa kisheria na ule unaozingatia katiba. Kwa hiyo sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo. Na huyo waziri ambaye alitoa hilo tamko hana mamlaka hayo kikatiba. Tangazo la polisi kuwa tayari kupokea taarifa za vyama vya siasa kuhusu mikutano hadhara limekuja baada ya kushuhudia kamata iliyoendeshwa na jeshi hilo ikiwalenga wale waliosema ni wahalifu, ikiwemo pia wale waliopanga kufanya maandamano Julai 7. Hatua hiyo ililaniwa vikali na baadhi ya wakosoaji wa mambo, huko chama cha Chadema kikitaja kuwepo kwa idadi kubwa ya wanachama wake waliokumbwa na operesheni hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Ni yana mazungumzo yetu ya kila siku, ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi za kuaminika, vile vile tena kwa muda muafaka, na basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante, chao.